Leo tunakwenda kuyatazama na kuyafuatilia maisha ya Clara wa Choice nje ya uigizaji. Clara amezaliwa wapi? Ni mzawa wa wapi? Ni kitu gani ambacho kilichomsababisha mpaka aingie kwenye sanaa ya uigizaji na kufikia wakati kuwa anafanya vizuri zaidi, hasa katika tamthilia ya Choice? Clara ni mzaliwa wa wapi? Na kitu gani ambacho kilimsababisha Clara aingie katika tasnia hii hapa ya uigizaji nchini Tanzania? Amejibebea umaarufu mkubwa zaidi kwenye tamthilia hii ya Choice, akiwa anafanya vizuri zaidi ndani ya tamthilia hiyo. Aliwezaje kuweza kupata connection na kuweza kuigiza na Noel, tamthilia nzuri zaidi ambayo ilionyesha kupendwa na kukubalika katika maeneo mengi nchini na hata nje za nchi. Katika nchi za Afrika amejibebea umaarufu mkubwa sana Clara. Clara ni mwanamke aliyezaliwa akiwa na kipaji kikubwa sana, kipaji ambacho kilijitambulisha baada tu ya yeye kukitambua kuwa ana kipaji cha uigizaji. Ameanza uigizaji zamani, lakini sio sana kivile. Alikuwa akiigiza tamthilia ndogo, alikuwa akiigiza filamu ndogo ambazo hazikuweza kumpatia umaarufu mkubwa kama umaarufu aliopata katika tamthilia ya Choice. Hakika Clara ni mwigizaji mzuri kuwahi kutokea Tanzania. Clara amejipambanua na kuonesha kuwa kati ya watu wengi sana ambao wanapatikana Afrika ya Mashariki, hususan katika taifa la Tanzania, kuwa ni miongoni mwa watu wenye uwezo mkubwa zaidi katika uigizaji. Ameanza uigizaji akiwa anaelewa kabisa siku moja atakuja kujibebea maarufu mkubwa zaidi, na kikubwa zaidi ambacho ametamani kuweza kushare na watu wengine, kwamba katika safari yoyote ile haupaswi mtu kuweza kukata tamaa. Japokuwa kuna changamoto nyingi sana aliweza kuzipitia huko nyuma ambazo huenda angekata tamaa asingeweza kufika hapo alipo hapa sasa hivi, maana kuvumilia kwa yote ndicho kilichomfanya azidi kuonekana kuwa bora zaidi na zaidi. Je, wadhani kitu gani ambacho kilimtokea huko nyuma mpaka kufikia wakati kutamani kuahirisha kuendelea na safari yake ya maisha? Katika siri nzito iliyojificha uwezo mkubwa wa uigizaji, binti huyu ulijipambanua zamani sana alipokuwa bado mtoto mdogo katika muonekano wake. Hata wakati ambao amekuwa akielekea masomoni, yeye katika uwezo wake mkubwa aliokuwa nao tangu shuleni ilikuwa ni kuigiza, lakini pia hata masomo nayo aliweza kuyafanya vizuri. Alikuwa ni miongoni mwa watoto wenye vipaji vizuri, lakini hata uwezo pia darasani ulikuwa ni mzuri pia. Hakika safari yake haikuishia hapo, iliendelea mbele zaidi. Japo alikuwa akifanya vizuri zaidi katika tamthilia mbalimbali, alikuwa akifanya vizuri na kuweza kukubalika. Nidhamu, heshima, vyote hivyo vilikuwa ni mwongozo wa maisha yake mpaka kufikia wakati amefika hapo alipo. Kibinafsi, kutoka ndani ya moyo wake anafurahia hapo alipofika, kwa sababu ni hatua na ni harakati ambazo ameazianza. Na siku zote ukishaanza harakati ukaonesha mwanga fulani, kuna sehemu hivi fulani unajiona katika talanta yako kwamba unasogea, ni kitu ambacho kinampa faraja na tumaini mtu yoyote yule. Hivyo basi hata Clara naye baada ya kuwa amepata fursa ya kuweza kuigiza katika tamthilia ya Choice na kuweza kukubalika na kupendwa zaidi katika mataifa mengi sana Afrika, anajivunia hicho. Naona bwana, sasa na wewe pia unaweza ukawa una cha kuweza kumshauri Clara afanye nini sasa hivi, kwa sababu tasnia hii inamhitaji zaidi. Lakini pia unaweza ukawa unajiuliza maswali mengi, kwa nini kwa wakati huu hapa hapatikani kabisa, haonekani katika tamthilia yoyote ile baada ya tamthilia ya Choice kuwa haipandishwi YouTube. Sasa hawamuoni Clara katika tamthilia yoyote. Mashabiki wamekuwa wakiendelea kujiuliza na kutafakari maswali mengi, ni wapi ambapo alipo
kwa hivi sasa, ni kitu gani ambacho anachokifanya kwa hivi sasa, au watarajie nini kutoka kwake, kwa sababu kimya umezidi sana sana sana, na kipaji ambacho yuko nacho hakika kilikuwa kimejionyesha tangu zamani kwa jinsi ambavyo alivyoelezea. Na ukiangalia katika muendelezo wa tamthilia ya Choice, aliweza kufanya vitu vizuri sana vilivyo vikubwa, na watu wengi waliweza kumuelewa zaidi na zaidi. Mpaka sasa bado anafanya vizuri zaidi na zaidi. Unaweza kudhani kwamba imekuwa kama ndoto vile kuweza kuonekana akifanya vitu vizuri anavyovifanya kwa sasa hivi, lakini zilikuwa ni ndoto za muda mrefu, ilikuwa ni mipango ya muda mrefu. Harakati ziliweza kuanza zamani sana mpaka kufikia hapa. Hakika ameweza kuonesha kile ambacho Mungu aliweza kumpatia. Unaona bwana, kila mtu anayo zawadi zawadi ambayo Mungu amempatia kwa ajili ya kuweza kujipambanua au kujiokoa katika safari ya maisha. Lakini wakati ambao mtu anaendelea kujiokoa katika safari za maisha yake, huku akiponya na watu wengine, ukiangalia kwa mfano tamthilia ya Choice, Clara amekuwa ni mwigizaji ambaye anayewafundisha zaidi wanawake katika maisha ya ndoa, kwamba unaweza ukaishi katika maisha ya ndoa ukiwa sio mwaminifu, unaweza ukapoteza kitu kikubwa na kizuri sana ambacho kipo katika maisha ya kwako wewe. Hivyo kupitia tamthilia ya Choice, watu wengi sana wameweza kujifunza na kuweza kuelewa vitu vikubwa na vizuri zaidi ambavyo alivyovifanya binti huyu hapa. Binti mdogo kabisa huyu, yani akionekana kwenye tamthilia anaonekana ni mkubwa, lakini bado binti mdogo zaidi. Na mmekuwa mkitaka kufahamu labda umri wake. Wasanii walio wengi bwana hawapendagi kuweka wazi maisha yao harisi, yani maisha yao binafsi hawapendagi kuweka wazi, ila isipokuwa wanawekaga yale maisha ya kwenye mitandao. Vile vile hata umri wa binti huyu, kwamba ana miaka mingapi Clara, bado mpaka sasa hivi hajaweza kujitambulisha wala hajaweza kusema kwamba ana umri wa miaka mingapi kwa hivi sasa, kutokana na jinsi ambavyo anavyofanya vizuri. Watu wengi wametamani kufahamu hilo, lakini pia watu wengi wametamani kufahamu kwamba kama ameolewa. Mnaona bwana, au huyu anayeigiza naye King Noel, yeye ndio mume wake au mpenzi wake. Watu wanataka kuelewa, kwa sababu asilimia kubwa ya wadau walio wengi wanapenda sana kuweza kuelewa vitu vikubwa na vya msingi. Unaona bwana. Kwa hiyo kuhusu maisha ya ndoa, maisha ya familia, ya uchumba, ya upenzi, bado hajayaweka hadharani na kila mtu bado hajajua kwa hivi sasa. Hivyo kama ikitokea akaweza kuichapisha taarifa inayohusu maisha yake ya kiundani zaidi, kama jinsi ambavyo mmetamani kutaka kujua kama ameolewa au bado hajaolewa na familia aina gani, basi tutakapokuwa tutapata taarifa nyingi kuhusu yeye tutazidi kukusogezea. Lakini kuhusiana na tamthilia hii hapa ya Choice, watu wanakuwa wanatamani kutaka kujua itaendelea lini. Basi kama na wewe ni mmoja kati ya watu ambao mnatamani kupata mwendelezo wa sehemu ya 71 na mnatamani mwendelezo huu utoke mapema, dondosha maoni yako hapo chini. Eleza ni kwa kiasi gani ambavyo unavyomkubali na kumpenda Clara wa tamthilia ya Choice, na unaweza ukaeleza ni kwa kiasi gani umeweza kuikumbuka tamthilia ya Choice mpaka unatamani mwendelezo wake utoke mapema, ili mwisho wa siku sasa na wewe pia uweze kupata kile ambacho unachokitaka. Naona bwana. Kwa hiyo andika maoni yako hapo chini, utaweza kuwa ni mmoja kati ya watu ambao maoni yako yataonekana. Lakini kama ndo mara ya kwanza umeingia kwenye chaneli hii hapa na unasikia hiki na unachokisikia, basi fanya kitu kimoja ili uwe familia zaidi. Hapo chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe. Hebu libonyeze, alafu sasa tukishapandisha kazi zetu unakuwa wa kwanza kuzipata. Share video hii na wengine waweze kuona pia. Hadi wakati mwingine, bye bye.